Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia na karibu niweze kuwapakulia habari kuhusiana na biography yake Bryson anayeigiza kwenye telenovela ya Ayana inayopeperushwa kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV kuanzia siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku hadi mida ya saa 2 usiku. Wengi wamekuwa wakiulizia kuhusu biography yake na ndiposa nikaweza kuwatafutia makala haya na ndiposa leo nimeweza kuandalia makala yenyewe. Na basi iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nami kwenye account hii ya Director Dasi, basi na kuomba kwa moyo mkunjufu uweze kubonyeza kidude cha subscription button na pia uring kengele to turn on notification ili ndiposa napoachilia habari sawia na hizi na hata zaidi kabisa, basi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Na kwa hivyo tunaweza kuzungumzia wasifu wa Gibson Hausa kwa ambaye anafahamika kama Bryson pale kwenye kipindi cha Ayana. Na taarifa zake za haraka ni kwamba jina kamili ama la kisanii anafahamika kama Gibson Hausa, na pia hutumia majina ya mtandaoni kama vile Mode Gibson, Gibi Cinema au Fit Gibi. Hayo ni majina tu ya kisanii ambayo anapenda kutumia haswa pale kwenye mitandao ya kijamii. Na asili ya Gibson tunaona kwamba amezaliwa eneo la Pwani, Kenya, na tunaona kwamba amezaliwa eneo la kule Mombasa na ametajwa kuwa miongoni mwa jamii ya Mijikenda. Na mwaka wa kuzaliwa kulingana na taarifa za hadharani ni kwamba alizaliwa mnamo mwaka wa 1990 kwa lugha ya kimombo 1990. Na kazi utapata kwamba ni muigizaji, mratibu wa uzalishaji wa filamu kwa lugha ya kimombo tunapata kwamba ni production manager, alafu ni mwelekezi msaidizi pamoja na kuwa mpenda mazoezi na motisha ya mwili. Na wacha tuweze kuangazia pia safari ya uigizaji pamoja na mafanikio. Gibson Hausa ametajwa katika majukumu kadhaa ya filamu na tamthilia za Kenya, yakiwemo katika kipindi cha Ayana pale Citizen TV anaigiza kama Bryson. Alafu pia tunaona kwamba ameigiza kama Shadi kwenye kipindi cha Lulu kinachopeperushwa pale kwenye Maisha Magic Plus, alafu Eriko pale kwenye Gigi Showmax, alafu pia ni The Chef kwenye Kashmane. Utapata kwamba kutajwa katika orodha ya wahusika tu na tunaona kwamba pia ameweza kuigiza kama Patrick katika Pink Ladies iko pale kwenye Star Times. Alafu utapata kwamba ingawa bado hana filmografia rasmi moja iliyo kamili mtandaoni, majukumu haya yametajwa na vyanzo vya burudani na machapisho ya waigizaji. Alafu kuna kazi nyingine na uwezo zaidi. Tunaona kwamba mhusika wetu mbali na uigizaji, Gibson pia hujihusisha na uzalishaji wa filamu kama mratibu, mwelekezi wa sanaa na mambo mengine. Na tunaona pia bado pale kwenye mitandao ya kijamii hasa akijulikana kwa kusambaza maudhui ya mazoezi ya mwili, motisha na hata maisha ya filamu. Na pia anaonekana kujenga chapa ya mtu anayejali mwili, nidhamu na mvumilivu, huku akiungana na jamii ya waigizaji nchini. Na pia tunaweza kutazama taswira yake ya umma. Tunaona kwamba waandishi na machapisho ya burudani humfafanua kama mwigizaji mwenye uzoefu anayekuja juu katika tasnia ya filamu na ya Kenya. Na pia tunaona kwamba anaonekana kwenye makongamano na matukio ya filamu katika Kalasha Market akionyesha ukuaji katika upande wa taaluma. Na pia tunapoangazia mambo yasiyojulikana vizuri hadharani, tutapata kwamba hadi sasa hakuna taarifa za kina kuhusu maisha ya awali, nazungumzia shule, mafunzo ya uigizaji, tuzo au uteuzi rasmi. Na pia maisha binafsi hatujaweza kuelezewa kabisa, lakini kile tu ambacho tumeweza kufahamu ni kwamba ni mwigizaji ambaye anaweza kukua kwa kasi sana. Alafu pia unapata kwamba anapoigiza kwenye filamu tofauti tofauti utapata kwamba ni mtu ambaye anaweza kujitokeza vyema sana, na pia anaweza kuleta maudhui yale ambayo anaweza kuyaigiza, na basi inakuwa ndio inafanya kwamba utapata kwamba wengi watazamaji wanampenda sana, wengi watazamaji wamekuwa wakimfuatilia kwenye vipindi tofauti, na ndiposa hata hapa kwenye kipindi cha Ayana utapata kwamba
anaendelea kuwa na mafans wengi kila uchao, anaendelea kuwa na watu wengi ambao wanazidi kuweza kumfuatilizia. Na kwa sababu niko hapa kuweza kukupasha habari zaidi, basi na kuhakikisha kwamba nitaweza kupekua hapa na pale, nitaweza kujikita hapa kwenye mitandao ya kijamii ili niweze kuhakikisha kwamba naweza kupata habari kuhusiana na mambo ambayo sijaweza kuyazungumzia. Natafuta habari kuhusiana na elimu yake, kule ambako ameweza kusomea, labda kwenye shule ya msingi, labda kwenye shule ya upili, labda kama ameweza kujiunga kwenye chuo kikuu, na hata kozi ambayo huenda anaweza kuwa ameweza kusomea. Na pia kuna mambo ambayo watu wengi wangependa kutaka kujua, mambo ambayo watu wengi wanayafuatilia kuhusiana na maisha yake ya ndoa, iwapo basi ameweza kuoa, iwapo basi yuko na mke, na iwapo basi yuko na watoto, ama kama hana, iwapo basi yuko na girlfriend. Ni maswala tu baadhi ya mambo ambayo watu wengi sana, haswa wale wanapenda vipindi hivi, hutaka kujua sana kutokana na waigizaji hawa, iwapo wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Yani kile ambacho najaribu kumaanisha ni maisha kando na uigizaji. Ni mambo ambayo watu wengi sana hupenda kufuatilia. Na pia nitakuwa nafuatilia kuhusiana na net worth yake, na zile hela ambazo ameweza kujizolea, ama matuzo ambayo ameweza kushinda rasmi katika tasnia hii, ama katika sekta hii ya uigizaji. Na kwa hivyo kama sijaweza kuondoka hapa, ningependa kukuomba tu kwa moyo mkunjufu uweze kusalia papa hapa, ili ndiposa napopata habari kuhusiana na Gibson Hausa ama wahusika wengine, nitakuwa nakuletea hapa, na wewe basi unaweza tu kuwa wa kwanza kuweza kupata. Kumbuka kwamba udaku hautaki uzembe, na ndiposa kila wakati naweza kujikakamua nihakikishe kwamba naweza kukuletea matukio kuhusiana na telenovela tofauti tofauti. Na pia nakuomba kwamba hakikisha kwamba unatazama biography za wahusika wengine kwenye kipindi cha Ayana, na pia kazi zingine ambazo nazidi kukupakulia hapa kwenye chaneli hii ya Director Dasi. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.